Bila shaka. Kwa hiyo wewe cha kufanya hapo bwana, baki nasi na tuendelee kusikilizana. Sasa Manek is in the house one more time. Manek vipi bwana? Safi. Shwari kabisa. Nisogelee mic bwana. Hizi mic za wengine bwana. Sisi tunajua tuko behind. Sogelee. Hapo. Hapo vizuri hapo. Yeah. Nataka nikusikie vizuri bwana. Ninaona watu wameamka kidogo baada ya interview yetu. Simu nazo zinakuwa sawa. Mambo yanaendaje lakini? Mungu anabariki sana. Unajua uzima tukionana kama hivi tuko poa na afya. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay. Yeah. Sawa bwana. Sasa mimi nataka tunarudi kwenye maongezi yetu part 2. Yeah. Na ninakushukuru sana kwa muda wako leo. Umerudi tena tukiwa na afya njema alhamdulillah. Lakini imeonyesha namna gani watu walikuwa hawajakujua vizuri. Au sio wale? Nimeona kweli kulikuwa kuna haja ya kuweza kufanya vitu fulani. Maana nadhani pia unahitaji kutufanyia kama ka documentary kako hivi, ama hauoni haja ya kufanya hivyo? Haja ipo. Ipo. Unajua tunasema kuna muda kuna zile mapito yako wewe unaweza ukafanyia documentary fulani hivi inakuwa ni sawa zaidi. Hata watoto kizazi kinakuja kujua mzee alifanya nini. Unaelewa Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nimeweza kufanya kisha kuvifanya ilikuwa ni ndoto yangu kuvifanya. Hata wazazi wangu waliambia bwana mimi tamanio langu na moyo, kwa sababu kuna time tulikuwa tunakaa tunaona kina P-Funk wanapata zile awards na nini. Unajua ukiangalia unasema wamefanya vipi, lakini na mimi kuna siku nilisema kabisa bwana, katika ndoto yangu mimi nilikuwa nayo ni kupata tu ile awards peke yake, na nilipoipata basi ikawa iko sawa kabisa. Kwa hiyo that's fine, kwa sababu sio maproducer wote ambao waliweza kushinda ile award. Kwa hiyo na ndio maana huwa awards nyingi zinaleta maneno mengi, kama unaelewa ninachomaanisha. Naelewa. Kwa hiyo kwa sababu kuna wengine huwa wanakosa award. Sasa tubakie hapo kwenye award hapo, si ndio? Tubakie hapo kwenye award. Umekuja pazuri kweli ambapo mimi nataka. Hiyo ilikuwa mwaka 2012, right? 2012 producer Manek anachukua producer bora wa mwaka. Hiyo wakati huo TMA wakati huo ilikuwa inamdhamini mmoja ambaye alikuwa anaanza jina lake pale, alafu inafuatia Tanzania Music Awards pale. Sasa Manek alishinda wimbo huo, alishinda producer bora wa mwaka. Wakati huo tayari alikuwa na hakunaga tayari na inasumbua vibaya sana, si ndivyo? Sawa, sasa turudi kwenye kinyang'anyiro. 2012 Manek anashinda producer bora mbele ya Bob Junior, Manwater, Marco Charlie na Pancho Latino. Unaikumbuka hiyo category? Anaikumbuka vizuri sana. Sawa. Manek kama tuliangalia wiki iliyopita, Manek alikiri akisema kwamba Pancho Latino alikuwa ni mtu ambaye alimsumbua. Of course Marco Charlie tunafahamu alichokifanya. Manwater, we all know who Manwater was. Mpaka sasa pia bado yupo. Na Bob Junior ambaye wakati huo naye alikuwa moto na sharubaro yake na nini. Sawa. Do you think, honestly, sasa tunarudi hapo, do you think ulistahili kwa uhakika 100% kushinda mbele ya watu hawa? 100% kabisa. Okay? Yes. Haya, tuzungumze sasa. What made you kuamini hivyo? Every producer amake nilikuwa napitia wiki yote nikaa najaribu kufanya research. Ndio. Na nikapita sehemu moja ambapo kuna mtu mmoja aliachia comment zake kwenye Jamii Forum. Akawa anasema inashangaza sana Manek ameshinda. Yaani hiyo comment ya zamani kinoma. Asema inashangaza sana Manek ameshinda producer bora wa mwaka mbele ya Marco Charlie. So huyo jamaa alikuwa na watu wengine wakawa wanatiririka pale, wengine wanakutetea, wengine nini kina kuaminisha kwamba this 2012 ulistahili kushinda hiyo award? Kwangu mimi nilistahili kwa sababu kuna vitu vingi kwa nimefanya. Nimefanya project nyingi sana.
Ukiangalia nilifanya genre tofauti at that time. Hip hop nipo, ukija R&B nipo, ukija karibu kila aina genre niliweza kufanya kwa ile wakati. Okay. Na pia nilikuwa na ngoma ambazo zinafanya vizuri kwenye top 10s. Kuna time unaweza kufika ukasikiza kuanzia number 1 to number 5. It's AM Records. Okay. Yeah, so kwa wakati ule niliweza kufanya kazi nzuri zaidi wengine. Siwezi kusema kwamba hawakufanya kazi nzuri. Ni watu ambao tulikuwa nao wana compete, tuko sawa tu. Lakini siku zote kwenye inapotokea issue kama hizi kuna mmoja atatokea. Na siku zote sio kila mtu lazima akubaliane na wewe unachofanya. Ikiwa tunakubaliana siku zote, basi kuna usawa fulani utakuwa haupo duniani. Lazima kuna watu wawe kidogo asirizike, wengine waridhike, wengine ndio tunavyoishi. Kwa hiyo siwezi kusema kila mtu atakubaliana na mimi, hapana. Wengi waliweza kukubali. Unaweza mtu kama huyo kura hakupiga. Kuna vitu vingi vilihusisha pale. Watu walipiga kura. Na si ni watu walikuwa wanasikia. Kwa kwangu mimi I deserved it. Sawa, msikilizaji, na nataka leo tuna share. Mimi na wewe tutashare. Baadaye hivi nitapokea walau simu mbili hivi, tunakusikiliza, sisi tunakusikiliza. Yes. Walau simu 2 au 3 tutapokea hapa tukirudi, ili uniambie wewe this 2012 unadhani kuwa hii tunafanya tu ni mjadala tu kwamba alistahili ama hakustahili. Sasa ili baadaye uweze kunipigia simu vizuri, msikilizaji, nitaomba usikilize na hii pia, ili upige mahesabu yako vizuri. Tunataka kuwashirikisha na nyinyi. Wakati huo Maneke ameshinda mbele ya Manuota, Bob Junior, Makochali na Pancho Latino kwenye wimbo bora wa mwaka. Wimbo wake ambao sasa Maneke aliutengeneza ndio huo Hakunaga ulishinda pia. So Maneke alikuwa na kama award 2 kwa wakati mmoja ya wimbo bora. Kwa mfano ingekuwa Mtoni, Maneke angeondoka na tuzo 2, pale angekuwa amezishikilia 2. Ila kibongo bongo wanazitenganisha. Anakuwa tu msanii, lakini pale nafikiri ungechukua na wewe. Yaani ingekuepo tu ya kwako. By the way, kwenye wimbo bora ambao sasa wimbo ambao alitengeneza Maneke ulishinda, ilikuwa hivi. Best Song of the Year mwaka 2012 kulikuwa kuna Dushelele ya Alikiba, alafu kulikuwa kuna Nilipe Nisepe ya Belle 9, alafu Hakunaga sasa ya Somali ambayo ndio ilishinda, produced by Maneke, alafu kulikuwa kuna Rizzy One ya Hizo Business, alafu kulikuwa kuna Mathematics ya Roma. Hip Hop against Bongo Flavor hapo ilikuwa, kama utakuwa unaziangalia vizuri, na kulikuwa kuna wimbo mmoja wa R&B, one R&B song ya Belle 9, lakini 2 Bongo Flavor songs ya Dushelele na Alikiba, and 2 rap songs ambazo ilikuwa ni Rizzy One pamoja na Mathematics ya Roma. Shout out kwa Hizo Business na Roma. Jamani, Hizo na Roma msiwachukulie poa bana, wamepambana sana huko back in the days. Kwa hiyo tuwaheshimu sana wa jamaa pia. Walifanya kazi yao vizuri. Kuingia kwenye kinyang'anyiro cha wimbo bora mwaka haiwagi simple, right? Kabisa. Yeah, haiwi simple sana. Rizzy One ilikuwa ni wimbo mkubwa mzee wangu. Sana. Yeah. Sasa mimi nakiri kabisa kwamba Hakunaga was the best song of the year. Yani ilikuwa haipingiki. Kila ukinapopita Hakunaga, ukiwa unauchukia utasikia and wherever. Lakini hizi ngoma nyingine pia zilikuwa zinagongwa sana. So ukipima producer bora hapo, utakuja sasa utaniambia alikuwa anastahili ama hastahili. Hiyo ni baadaye tutashare mawili matatu. Maana leo nitakuchangamsha zaidi leo. Leo tutasikiliza na msikilizaji atatuambia. Muda ukifika nitakuruhusu upige simu na wewe, na wala simu 3 tu niambie kama alistahili ama hakustahili. So now let's get back kwenye maongezi yetu. Yeah. Kwenye malalamiko ya watu wakati huo Maneke. Walikuwa wanaamini kwamba ili ushinde tuzo ya Tanzania Music Awards wakati huo ni lazima uwe kwenye mfumo. You know what I mean? Yeah. Mfumo wenyewe unajulikana, sawa? To be honest ni kwamba watu walikuwa wanaamini kuwa mfumo ulikuwa unaongozwa na kituo kimoja cha radio. Kabisa. It was very powerful radio station, we all know that. Na of course walikuwa na nguvu kwenye maamuzi, lakini hakukuwa na uthibitisho kwamba ni kweli walikuwa wamecontrol everything. Lakini watu walikuwa wanaamini kuwa ili ushinde ni lazima uwe under huo mfumo wao. Ulikuwa sehemu ya huo mfumo ama no? Kwanza tukisema mfumo hapa tunasema tunaamini kama mfumo ulikuwepo. Binafsi siamini kama mfumo ulikuwepo.
Wewe huamini? Mimi siamini. Okay. Yes, siamini. Kwa nini huamini? Kwa sababu malalamiko yalikuwepo mengi. Yalikuwepo. Ndio nasema mimi ungekuwa umenipitia ningeelewa. Mfumo ulikuwepo. Okay. Sasa nashindwa jinsi ya kuielezea hii kitu. Take your time. We got time. Take your time. We got time. Unajua kwenye kazi yote hata tulipokuwa tunafanya. Unaelewa? Sababu tulikuwa tuko wengi sana. Mimi binafsi unavyosema mfumo, mimi ngoma zangu kuna kipindi ziko kwenye radio zingine zilikuwa aziendi kwa sababu fulani. Ndio tunasema mifumo, lakini siwezi kuambia ndio, lakini ilikuwa. Mimi kuna time ngoma hapo ukisema sababu fulani inamaanisha kuwa na wewe huo mfumo kuna kipindi ulikuwa unaminya, kwa sababu huo mfumo ulikuwa unaminya na kukuachia. Yaani kwa hiyo watu walikuwa wanasema tuliishi kwa system hiyo. Kwa mfumo ulishawahi kukupitia, kukubinya kidogo na nini? Tuliishi kwa style hizo. Mpaka kafika stage mimi kuna mtu alinishika mkono akanipeleka mahala kwenda bwana kuniombea msamaha. Yupo. Pati ya mfumo. Pati ya mfumo. Uliombewa msamaha, ulifanya nini maneki? Ndugu yangu mambo ni mengi. Unajua kuna time unafika unaamua bwana mimi vitu vya bure siwezi kufanya tena. Okay. Unapoanza kudai unapohitaji kitu. Unaona watu wanabadilika na wenyewe wanaona kumbe sasa hivi mimi kipindi kile bado chali sana. Wana dogo kumbe sasa hivi shaanza kuwa unaringa unafanyaje. Kwa hiyo hata kazi ukifanya haziendi. Unakuta project zingine ambazo zinakuja kwako haziji tena. Kwa hiyo ilibidi nishike mkono nipelekwe mahala ngao bwana ndugu yangu ili swala tunaomba liishi na nini na mambo mengine yakaendelea. Ukija kwenye kusema mimi na watu wako napiga tuzo. Lazima kura kwenye zile tuzo watu wanapiga. Na ukiangalia pia kwenye kazi, unajua muda mwingine tusipende sana kulaumu. Angalia na kazi zenyewe zilizokuwepo. Wewe kutoka zile kategori unavyoona kuna ipi ilikuwa inaweza kashinda zaidi ya zile zilizoshinda? Hakuna. Mimi kwangu ilikuwa ni kitu game fulani ambayo ilikuwa iko fair kabisa. Okay. Katika tracks ambazo zilikuwa zinachuana na Hakunaga. Yes. Dushelele, Nilipe Nisepe, Rizzi One na Mathematics ya Roma. Which one ilikuwa ilisumbua kidogo hata akili zenu? Because si unajua ile nomination imekaa karibu mwezi. Binafsi katika ile nomination hakuna ambayo hata mimi nilishtuka. Kwa sababu mwenyewe Hakunaga ilikuwa ni kubwa zaidi yangu. Kubwa zaidi ya. Yes. Hata mimi nilitengeneza kwangu. Mimi ni surprise. So sikuwa naona kuna mbadala wake. Okay. Yeah. Okay. That's great. Yeah. Sawa. Hapo tukirudi hapo. Umezungumza hapo kwamba kuna kipindi likibidi uombe msamaha kidogo. Na kuhusiana na hicho kitu kilikuwa kinaaminika ni mfumo wa muziki. Kulikuwa pia kuna kitu ambacho kilikuwa kinasumbua Bongo Flavor against hip hop. Hiyo vita ilikaa kwa muda mrefu sana. Walau sasa hivi kidogo watu wameamua kupuuzia, kila mtu ameamua kufanya yake. Lakini mwanzoni ulisema tu mdau wa muziki alikushauri kwamba unataka hela ama unataka sifa na nini, which means kwamba ilibidi uikache hip hop kidogo na upige more of Bongo Flavor. This Bongo Flavor against hip hop kwa wewe iliathiri creativity yako kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa. Unajua mimi nilikuwa napenda hip hop sana. Na kuna projects nyingi ambazo tunaweza kuzifanya za kina hizo business na kuchukia mwaka jana kina Nyandwa ziko projects nyingi za hip hop ambazo tunaweza kufanya. Lakini kwa kipindi kile unakumbuka muziki mwingi zilikuwa zinatoka kwa Muhindi. Definitely. Sasa ukienda kwa Muhindi kule kuuza dania hip hop ilikuwa ni mtihani kidogo. Unaelewa? Baada kuja kupata airtime, kuna radio stations pia zilianza kupromote sana muziki wa hip hop kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sasa kada tokea kwenye mashows manini wengi wana opt kuja kwenye nyimbo hizo Bongo Flavor za kuimba. Sasa na mtu anaitia pesa yake pia ilikuwa kwa sababu kila unapojaribu kushika unaaminishwa. Kwa hata investor anayekuja akitaka kutia kwa mwenye muziki wa hip hop anaomba bwana huwa una deal bwana tia hela huko. Kwa hiyo ikatokea kwamba ni iko hivi kwenye akili za watu. Mentality watu wanajua kama hip hop hii. Lakini kuna watu wamefanya miaka na miaka na wana mafanikio makubwa tu tunaona. Sio umeelewa? Kale uje uangalie weusi, look at Joe McKean. Mfanya hip hop. Sahihi. Iko sawa tu. Wako wengi ambao wanafanya na wanafanya. Kikubwa ni mfumo ambao ulikuwepo na watu wakajaribu kubadilisha na ukawa sawa. Mimi nikimwangalia Country Boy
he's doing great. Ukimwangalia kina Young D wako sawa. Wao walikuja wale wakaanzisha ile Mtuche ilianza kwangu ngoma ya kwanza nawafanyia mimi AM Records. Nilikuwa napenda hip hop na kuna watu ambao nilikuwa nakutana nao tunazungumza nao kwa ukubwa zaidi na upana kina Nchakali. Ni watu nilikuwa napenda kujichanganya na watu kupata materials mengi. Wana kufeed vitu vizuri vyenye afya wanasikiliza. Lakini sasa swali linakuja, mbeleni tunaenda wapi? Okay. Yes, kwa sababu tunahitaji kupata mkwanja na hela iko wapi? Iko upande huu. So inabidi uifuate hela hiyo. All right. Yeah. Black utaandayo ya Mtuche hiyo, ya Mtuche inaitwa Mia. Kama I hope utakuwa nayo kwenye list yako. Sawa. Asante sana. Maneke amezungumzia kuhusiana na Bongo Flavor against hip hop, na as a producer nafikiri alikumbana na visanga vya hapa na pale. Sawa. Let's get back kwenye music leo, na sasa nitacheza wimbo mmoja hapa, na huu ulitengenezwa AM Records. Sasa Maneke atatuambia kama alimaliza yeye yote ama alishirikiana na mtu, lakini ilikuwa ni moja kati ya joints ambazo zilifanya wonders sana. Ulipotoka watu ni kama waliuchukulia poa hivi, ulikuwa na test ya kipekee yake kabisa, lakini huu ni wimbo ambao ulikuwa unatamba taratibu kiasi ambacho baadaye ikawa ni anthem fulani ambayo haikuwa na makeke sana, no promotion ya kutisha, lakini ikabakia kuwa ni wimbo mtamu. Sasa leo hapa tunaozungumza kwenye The Classic, ninadhani kwamba unaweza kuwa ni one of the classic songs, kwa sababu katika zama hizi wimbo huu bado ni kama umetoka jana, na artist wengine ndio kwanza wanafanya mziki huu wakati wenyewe ulitoka zaidi ya miaka 15 hivi iliyopita. Shirikiana na Mira, one of the best songs kabisa, na kama utawasikiliza marapa wa sasa hivi wengi sana ndio wanapita na style ambayo Ngwea amepita nayo kwenye wimbo huu. Mimi sitaki kuwataja jina, wengine wanaweza kuappreciate, wengine wanaweza kusema unawasema wamecopy style, lakini ukiwasikiliza vijana wengi sasa hivi ndio wana rap hivi. Unakosea Maneke. Kweli kabisa. Sawa. Aina yenyewe ya muziki ukisikiliza high sound kama ni old school now, lakini huu ni wimbo ambao almost miaka 14 mpaka 15 iliyopita. Ni umri mrefu. Yeah, almost miaka 14 15, kwa sababu nakumbuka nilikuwa kwenye kituo kile, alafu hicho kituo hiko kilikuwa kina studio ya zamani, ndio huu wimbo umetoka. I remember huu wimbo tulikuwa tunaupiga na DJ KU. Mwanangu kabisa, mzee wa gilasi. Muda wote na wananyonya tu na Maneke. Mwache sound engineer. I say hatari sana. So Alma, sijui wimbo huu unauzungumzaje? Na nafikiri ilikuwa ni wimbo ambao kama ambavyo nimekwambia ulikuwa unatamba taratibu sana, yani haukutoka, maana kuna zile ngoma ambazo Ngwea aliziachia zikaibuka vup. I don't know kama Ngwea this time alikuwa na matatizo labda na medias na nini, lakini ulikuwa unaenda taratibu sana. Alma ulitoka baada ya Ngwea. Ulitoka baada ya Ngwea kufariki? Yes. Yeah. This was after. Kutoka after? Yeah. Not mistaken. Kwa sababu tulikuwa tuna projects nyingi tumefanya ziko ndani. Unaelewa? Kwa sababu hata kipindi anafariki Ngwea akati yuko South Africa, tulikuwa tumefanya project ya Baby ya Quick Rock na Ngwea. Na Quick alikuwa tayari amesha shoot, kama sikosei. Tulikuwa tunamsubiri Ngwea aje shoot vipande vyake video itoke. Ndio mambo mengine yakatokea. Lakini wakati wa Baby Yes, wakati wa Baby. Kwa hiyo Baby ile ilikuwa mshaifana, alafu ndo Ngwea akaenda South Africa. Yeah. Baby na Alma ilitoka hapa ndo maproducer wa Bongo hapa tunagombana hapa kutunza zile records. Unajua alikuwa released lini? Kwenye hizi nyimbo nyingi zilifanyika kwa kipindi kimoja. Kuna time ambayo mimi nilipata bahati ya kuroll na Ngwea kwa muda mrefu. Katika watu pia aliweza kunionyesha mji, kuelewa same place, kunikutanisha na watu. Ngwea was one of them. Alafu nilikutana naye kuna kipindi fulani ambacho mimi nilikuwa binadamu tuna mapito, high and lows. Ngwea nilikutana naye kipindi ambacho mimi nilikuwa na stress zangu zingine ambazo tunazielewa za maisha. Kwa ni mtu tukawa tuna roll, tunafanyaje, yani anakufanya una his like hakuna shida duniani. Maisha ndio haya. So umeelewa? Hata mkutana mna kitu, yani kwamba kitu kitatokea tu. So umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye niliamini katika ufanyaji wake kazi.
alikuwa ni mtu mwenye nafasi kubwa, mwenye ana jina kubwa, lakini ukikutana naye yeye ana noma. Mwenyewe ananiita Neki Boy, akija mtaani kwangu Tandale kule ni kama sio star. Unanielewa? Kwa kuna project nyingi tulikuwa tumezifanya kusema kweli, na mpaka msiba wake unatokea ilikuwa kidogo it was a shock kwetu sisi aswa na hatukuweza kurecover katika ile peko lake kusema kweli. Na tukaja tukapata shida moja, tulipoteza data zetu zingine, tukajaribu ku retrieve data lakini kawa so you had so many projects Ngwea? So many projects. Yes. All right. Na nyingi zingine alifanya na kina Nura ambazo okay. So Neke, ngoja nikuita sasa kama alivyokuita late Ngwea MAP. Neke Boy. Neke Boy. Neke Boy, sasa sikiliza. Yes. Nilipomuinterview Mwana FA kwenye The Classic hapa, alisema kuwa kwake yeye, alisema hakuwahi kuona msanii mwenye talent. Anazungumzia talent. Kwenye Bongo Flavor kumzidi Ngwea. Yani the talent, namna anavyoweza kuichezea talent yake, ndo alimaanisha hivyo nadhani. Asema hakuwahi kupata kumuona, na alitoa mifano, alizungumza namna ya kuizungumza. Alisema kuna topic ambayo alitumia neno fulani, alisema ish topic, if you know what I mean, ish topic. Kama Geto Langu kuifanya ikawa hit songs, ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilimsurprise hata yeye. Lakini alisema katika top 2 za wasanii wake bora kabisa anampa Professor J na Ngwea. Top 2 wamemaliza. Umezuka mijadala mwingi about Ngwea. Kila mmoja, wengine wakisema kwamba tunampraise Ngwea kwa sababu ameshatangulia mbele ya haki, lakini alikuwa mkali, lakini hizi sifa zimezidi sana. Wewe umefanya kazi na Ngwea na umehang naye kwa muda mrefu, miongoni mwa watu ambao wamehang naye kwa muda mrefu, umefanya naye so many projects. Unazungumziaje? Ngwea anastahili kuwa one of the greatest of all time kama ambavyo FM amesema, na wapo ambao wanaamini he is the greatest of all time kutokea kwenye rap na Bongo Flavor kwa ujumla. What do you think about that? Unajua akitokea mtu akabisha kwenye hilo, naweza nikashangaa binafsi. Ngwea amefanya ngoma nyingi, amefanya vitu vingi. Na tumeona katika watu waliweza kutransform kwenye masuala ya rap, hii rap styles. One of them alikuwa anaweza akachukua topic fulani akaiweka kwenye muziki, mkaenjoy kumsikiliza na swagger kaika huko ndani mwake. Ngoma ikatoka iko kali sana. Ukiangalia kwa ile time anakuja, wako wengi rappers walikuja kina Jemo wakina nani, lakini alikuwa na flavor yake nyingine ya kipekee zaidi. Na aliweza kufanya nyimbo ambazo zinaishi. Okay. Leo ukipiga Shiga Takwan ni kama nyimbo imetoka leo tu. Okay, hapo namna gani? Mimi kuna vitu kwa nafanya na ni surprise big time. Unajua kuna muda wewe ukimpa tu topic fulani, unapiga beat hujamaliza kwa katikati. Neki Boy, hebu tulia kwanza, hebu sikiza hii. Kamaliza, unajua yeye ni sikiza yake kufanya mfano ngoma imeisha hiyo. Umeelewa? Alikuwa ni mtu anaweza akabadilika kwa muda wote unaotaka, beat yote unampa yeye, alikuwa yuko flexible kwa ndani. Na alikuwa anaweza pia kubadilika kutokana na nyakati. Okay. Kuna rappers walistack kule mwanzo walikuanzia kuweza kwenda kubadilika na nyakati. Kwa sababu sisi tunapofanya muziki, kuna watu lazima kitu hicho akijue. Leo unafanya muziki uko katika miaka yako ya 18 25. Una fan base yako ya miaka hiyo ambayo uko nayo. Ila wewe unazidi kukua. Definitely. Hiyo wao walikuwa nao, kuna wapi wanakuja? Unafanyaje hawa wapi pia waweze kuelewa? Ngwea hicho kitu alikuwa anaweza kufanya. Ana mangoma mengi amefanya, ma 120, vitu ni vingi sana amefanya. Na ukimsikiliza yani unamuona mpya kila siku. Na naamini hadi leo angekuwepo tungeendelea kumuona mpya. Kwa hiyo mimi kwangu alikuwa ni mtu mmoja ambaye alitokea kuweza kufanya, na mimi binafsi kwangu ilikuwa ni bahati kukutana na Ngwea. Kuweza kufanya naye kazi kwangu it was a dream. Na ilitokea, na namshukuru sana Moro Junior. Moro Junior, kama ngoma nyingi kwa mnamsikia, yule mtu ndiye aliweza kunikutanisha na Ngwea, tukapoa tunafanya kazi vizuri. So how do you rate Ngwea kwenye these categories? Is he was he top 20 of all time, top 10 of all time, top 5 of all time, top 3 of all time, ama the greatest of all time? Mimi nitamweka kwenye top 3. Top 3? Yes. Okay. So tofauti wako wewe na Mwana FA hapo wameweka top 3, Mwana FA wameweka kwenye top 2. Maana yake anasema, umemsikia alivyozungumzia kuhusiana na Ngwea, na huu ni mjadala ambao
lengo letu sio kubishana na watu, lakini kuzungumzia greatness ya Ngwea, na wengi wamekuwa wakiangalia kwamba he is one of the best of all time. Discussions aina hii huwa haziepukiki. Leo hapa watu wanamzungumza between Tupac and Biggie, nani the greatest of all time, kiasi ambacho ni kama rappers wengine hawapo au MCs wengine hawakufanya kitu, lakini ni kwa sababu ya kile ambacho amekifanya. So Ngwea anabakia kwa sababu watu hawawezi kumsifia mtu ambaye hakuwa bora. Kwa hiyo watu wanapomzungumzia maana yake ni kwamba kuna kitu cha msingi alikifanya. Sawa. Black piga Baby ya Quick Raka na Ngwea pia, ambayo Maneki hapa alizungumza kama ni wimbo ambao aliufanya, lakini wakati wanasubiri Ngwea arudi kufanya video akawa ndio ametutoka na hatima yake ikawa imefikia hapo. Cheza hiyo Baby. I hope na TV kule dude litaonekana. Let's go. Bana Switcher sasa hivi uko busy na mapenzi. Hatari sana. Wewe unamwona Switcher rafiki yangu? Mwanao Switcher unamwona? Hatari. Yuko busy na mama moja hivi. Inafanya mazoezi muda wote Switcher. Bana Switcher tunakusalimia. The Classic tunakusalimia Switcher baba. Naona mimi inabidi moyo uzito inabidi nianze kuupunguza kutafuta Switcher. Sina shida kutafuta trainer. Hizi salamu zikufikie bwana Switcher. Manake anasema kitambi naye kimemzidi, anabidi aingie kidogo. Maana hiyo mama unaozunguka nayo mwanangu, na mimi niingie tu nikimbie. Twende ndugu yangu tupunguze mwili. Alafu Switcher anamkwala anakimbia na kibegi hivi, anaikaga kibegi nyuma yani. Yuko sawa yani. Alafu by the way tunahitaji hit kama hii hapa Baby, ambayo ameshirikiana na Ngwea. Na leo kwenye The Classic tunajaribu kuzipitia pia miongoni mwa kazi za Maneki. Bado nataka kubisha uwezo wa Maneki ndugu yangu. Na hii tulisahau. Maneki mwenyewe alisahau Alma kama ametengeneza yeye, ama alisahau miongoni mwa hits zake ambazo alizitengeneza. Na nitapokea ujumbe wako hapa YouTube pia. Ninajaribu kuangalia hapa. Abdullah Upe anasema mzee wa Medication yuko wapi? Mzee wa Medication yupo, amekuwa na mitikasi fulani hivi ndugu yangu, lakini yupo. Salamu zako nitakufikishia. Yupo bwana, lakini amekuwa busy kidogo, ana mipango mingi. Si unamjua yule bwana, ili afanye dedication zake vizuri mipango lazima iwe mingi. Sawa. Makame Hassan anasema assalamu alaikum hapo studio. Mkubwa Kuvi, hebu naomba muulize tena leo Maneki, nini kilitokea nyuma ya pazia katika ngoma ya Single Boy kati ya Kiba na dada mkubwa Jide? Ni story tu tunakumbuka tu. Last week hakuizungumza. Okay, something like that. Sawa, tutaiweka kwenye maswali ya baadaye hayo, kama ataweza kuyazungumza tutaiweka pending. Single Boy, okay? Eddie the Blaze anasema yo Kuvi tuko pamoja sana. Naomba Maneki atuambie ni msanii gani ambaye hajawahi kufanya naye ngoma aliyoishi kufanya naye, iwe dead or alive. Pia tuambie ni beat gani la bongo kwake ni bora la muda wote. Hii ya msanii ambaye pengine hakuwahi kufanya naye kazi na pengine alipenda afanya naye kazi lakini ikashindikana, nilikuwa na mimi mwenyewe nimeliweka, lakini Eddie the Blaze ameliwasilisha kwako. Sasa Maneki, tuambie nani, swali lake anasema kuna msanii yoyote ambaye unahisi kuwa ulihitaji kufanya naye kazi lakini haikuwezekana wakati huo, lakini unawish na hujafanya naye kabisa? Mtiani. Mimi kuna watu ambao nilikuwa na feel kufanya nao kazi, lakini wengi niliweza kufanya nao kazi. Hata ukija katika watu ambao walikuwa nje ya Bongo Flava, Mzee Zahir Zoro. Niliweza kukutana naye tukafanya kazi moja na Witness. Kwa hiyo kuna list ya watu wengi ambao mimi nimeweza kufanya nao kazi. Okay. Yes, nilitamani na wengi wao nimeweza kufanya nao kazi. All right. Yeah. Sawa. Asante wewe ambao umetuma ujumbe and okay, nitarudia tena. We drop your comments hapa kwenye YouTube yetu EFM Tanzania, tuko live hapo pia, na Maneki anaweza kujibu hapo maswali yako papo kwa papo. So tumetoka kusikiliza Baby ya mkali huyu Quick Raka akiwa na Ngwea, na tulikuwa tunajaribu kupitia some of the greatest songs ambazo mkali Maneki amezifanya, alright, akiwa na baadhi ya watu ambao walifanya nao vizuri. Sasa Maneki, nitacheza wimbo mmoja ambao
huu wimbo nadhani ulitusurprise watu wengi sana, na nataka uniambie ukweli kuhusiana na huu wimbo. Pengine umeusahau pia, nitakusurprise hapa leo au sio? Nitakusurprise pia. Huu wimbo bwana, inasemekana kwamba wakati ambapo hakuna Mtanzania yoyote ambaye alikuwa na dream kwamba angeweza kufanya vizuri walau kwa uchache Nigeria, ambako tayari walikuwa wameshatutawala, ilisemekana kwamba wimbo huu ulipenya kwenye muziki wa Nigeria. Unaweza ukatuthibitishia leo kama ni kweli ama la. And baada ya hapo huyu msanii pia ni kama yupo, lakini ni kama hakuweza kufikia kwa level hii tena. I'm sorry to say this kwa sababu he's my friend, nakutana naye sana. He's my brother actually. Ni mtu ambaye ana fikra sana, lakini very creative na ana mambo mengi, lakini hii level hakuweza kufika tena, na hii ilitokea pia AM Record. Bila shaka Manake alikuwa ameisahau pia. Nilisahau. You got so many hit songs bana. Kwa hiyo nakuelewa. Sasa hizi hata tukimfuata Dre hapa, kuna nyingine akipigiwa ndo atazikumbuka. Hata Majani pia alipokuja hapa kuna ngoma tulizipiga akasema hii nimeikumbuka yani. Kwa hiyo hivyo usio sawa. I'm in love ya CBH. Watu walikuwa nadhani kwamba jamaa Nigeria kipindi hiyo ilipotoka, kumbe mshikaji anatokea Kawe tu hapo mwanangu. Unajua Kawe hapo wale tu. Katika CBH kazi kama tunafanya na kiukweli nilikuwa na enjoy sana kufanya naye kazi. Unajua sisi kwa kuja AM kwanza panakuwa kama ni nyumbani. So unapokuja na kitu kipya, sound mpya, sisi tuko tunapenda kuifanya kwa sababu tuna enjoy kufanya muziki mpya kwa tofauti. Na hata ilipotoka watu walivyoipokea ikawa yani kuna mwingine tukimwambia ngoma imefanyika hapa haamini mpaka asikie ile logo. Hichi kipindi cha kina J Martis na P Square, kwa hiyo naye akapita kama huko. Kuna watu wanasema walikuwa wanashangaa wale wanapigaje muziki wao. Sisi kwa tulikuwa rahisi sana kufanya na ulienda. Sasa follow up za CBH, unajua CBH ana mambo mengi sana. Yani kila ni mtu fulani tunasema ni creative, ana vitu vingi, my ideas mingi. Sasa sijui ni wapi aliishia, lakini ni katika watu ambao tuliweza kufanya kazi kali sana ndani CBH. Ziko zingine tulifanya. Yes. Na yeye pia stories za kwamba ulipenya Nigeria because nobody sasa hivi tunaona wasanii wetu wanafika wanapambana. Ulienda Nigeria? Ulienda tu vizuri. Sababu nakumbuka ile time alikuwa yuko na Irene Pidu, director ambaye pia alitusaidia AM Records. Ngoma zetu nyingi AM Records ambazo zilifanya vizuri ni Irene ndo alishoot. Yes, kwa sababu at that time pia tulikuwa tunafanya kazi na Witness. Na Witness ni ndugu yake, ni dada yake. Ndio ana ndugu na Witness. Kwa hiyo wakati tunafanya na Witness kaja pia tukafanya na CBH. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi fulani ya kifamilia. Safi kabisa. Alright. Okay. So swali mimi jamani nafikisha ujumbe. Inasemekana kuwa I'm in love ya CBH ilikuwa probably ndio wimbo wa kwanza wa Kitanzania ambao ulipenya kwenye ardhi ya Nigeria back in the days, na ilikuwa 2000 na ngapi? Maana ni muda 2000 na lakini ndio 10-11 hivi, si ndio? Mbele. Ilisogea Ilisogea. CBH bana, CBH mzee wa Kawe. Shida ndio hiyo. Shida yangu mimi na producer wa Bongo bana kuweka dates. Sasa hivi tukiangalia sasa hivi nimetoka kuongea hapa wimbo wa Mary J Blige hapa, nikatoa tarehe ulivyotoka 2000, umerekodiwa 2000, umetoka 2001, tarehe zinajulikana. Sasa nyinyi mlikuwa mtaki kuweka rekodi, afu ugonjwa ulianza kwa mabro wenu kina Master Sache na nyinyi mkarithi. I don't know kama kina Esukizi sasa hivi wanaweka hizi dates. Nafikiri wao rahisi. Kuna time ilienda watu walianza kubadilika kuweka kumbukumbu. Unajua pia ngoma zilikuwa nyingi, mizuka mingi. Kwa hiyo ngoma kiisha ni ngoma imetoka. Sababu unajua una zingine tena studio zinakuja. Kwa hiyo kuna vitu vingi tulifanya, tulikosea pia. Unajua ndio kujifunza kwenyewe. Alright. Yes. Kwa hiyo unaona unapokosea unajifunza kwamba unahitaji kutunza kumbukumbu zako vizuri. Alright. So wimbo wa CBH I'm in love, Manake anathibitisha kuwa ulikuwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zilipenya kwenye ardhi ya Nigeria mapema sana, kabla ya wimbi ambalo sasa hivi tunaona wasanii bado wanaendelea kupambana kuteka ardhi hiyo. Na shout out kwao pia, tunaona wakina Jux wanasogea huko na wanafanya maendeleo, wanasogea taratibu. Sio kazi rahisi, lakini kwa sababu wao walishaendelea kwa muziki kwa miaka mingi. Kabla sijasahau bwana, katika miongoni mwa watu ambao wanatuma ujumbe hapa ambao wanauliza maswali, nitaweka huyu anaitwa Abdi Badi
583. Pamoja na maswala alikuwa aliuliza, alisema request yake anaomba jingo moja ya happy birthday kwa my oldest son, ambaye ni his oldest son Lukman, ambaye yeye leo anatimiza miaka 9. Anasema he's also a huge fan of the classic. Kwanza kabisa happy birthday Lukman, lakini pia anasema walau jingo moja ya happy birthday. I don't know, lakini tutacheza walau baadaye hivi, tutacheza walau Solid Ground Family happy birthday. Si classic ile ba. So tutacheza walau happy birthday Solid Ground Family. Lakini happy birthday to Lukman. Inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze katika njia ya heri sana, na shout out kwako mzee Abdi Badi. Miongoni mwa maswali ambayo Abdi Badi aliuliza, anasema anatamani ajue your top favorite artist ambao ulipata nao fun ulipokuwa unafanya nao kazi, au sio bana? Yes. Sawa, alafu pia ni kama kuna star ambaye alikufanya ukawa nervous ulipokuwa unafanya naye kazi. Kwa huyu alitaka top 5, lakini pia star ambaye alikuwa kukufanya ukawa nervous. Kuna star ambaye alikuwa kufanya ukawa nervous? Yeah. Nani alikuwa? Ni wakitambo, sio kama atakuwa anajua. Ngoni Tribe. Ngoni Tribe. Yeah, kutoka hao ndo waliimba Maduga Embe wakafungiwa. Si ndio So hapa wale wa Uganda. Ngoni. Sasa wale ni Ngoni wanaitwa. Ngoni Tribe ilikuwa Tanzania. Wale ni wanaitwa? Wale wanaitwa Ngoni. Ngoni. Wale jamaa. Okay. Bana ni Ngoni from Uganda. From Uganda. Baadaye RDJ Blacky. If wale ulifanya nao ngoma ipi wale? Wale nilifanya nao kazi project. Sio kama alitoa. Nilifanya project fulani na Mr Nice. Na Mr Nice. Kipindi Mr Nice, kumbuka nilikwambia mimi nilianza nikiwa bado Charlie, okay. Niko Boucher Records pale siku nikaitwa, nikamwambia kuna kazi ya Mr Nice atakuja tufanye. Kuingia studio naona wale jamaa. Hawa sio kina watu fulani, natetemeka bro, yani nilikuwa sina ninachoweza kukifanya kwa. Sio mchezo. Lakini at the end of the day tuliweza kufanya kazi. Okay. Katika watu ambao niliweza kufanya nao kazi nikushtuka ni hao. Mwingine ni nani? Na this guy R&B singer kutoka IG pia, Michael Ross. Okay. Michael Ross bwana, tuna story ya watu wanaweza kucheka. Ulimaliza Michael Ross alikuwa mkubwa sana bwana. Sana Michael Ross. Sasa sababu nikakwambia Ngwea, why mimi ni mtu ambaye niliweza hata nikamweka katika nani yangu sababu Michael Ross aliletwa Tandale. Sawa. Hiyo time nilipata shida, speaker moja imeungua, kwa hiyo natumia set mbili tofauti. Wanajua production na berinja zile kubwa na ndogo. Kwa hiyo kuna kubwa na ndogo. And at that day tuko na chumba kimoja. Hiyo siku kuna panya alikufa kwenye So bwana mzee. Mimi nikamwambia bwana Ngoya, sikiza. Huyu mtu hatuwezi kufanya naye project. Unaona studio yote ile ilivyokuwa, yani harufu hapa iliweki bro, tunafanyaje? Akaniambia Aneki, nisikilize mimi. Huyu tunakuja naye kupiga naye ngoma hapa, uweze amini alileta. Mpaka katokea situation, ugomvi unatokea, kuna artist wengine wanamtaka wampeleke studio zingine, lakini tulirekodi pale ndani. Michael Ross alifanya kazi gani na Ngwea? Haikutoka. Kuna kazi haikutoka. Alikuwa ni bonga la ngoma. Michael Ross. Sasa mimi mwenyewe nikawa surprise kwamba huyu mtu kikweli studio yetu hiyo time ilikuwa Tandale. Unajua umemleta Michael Ross Tandale. Nakwambiaje ni Tandale. Sasa yule jamaa mwenyewe alikataa kuondoka kwa sababu gani? Sound zilikuwa nasikia mule ndani ilikuwa ni zinamvuruga. Yaani kwanza hakuamini anachokisikia. Unaona? Akiangalia equipment anakuwa anaona ni maajabu anayosikia. Na tuliweza kupiga bonge la kazi pamoja na harufu ya nini ile. Yeye mwenyewe haina shida. Yaani ilikuwa ni haina shida kabisa. I say bwana, kwa kijana ambaye hajawahi kumsikia Michael Ross, huyu alikuwa ni mwimbaji wa R&B kutokea Uganda. Alifanya vizuri sana hapo miaka 2000 hapo. Ingia YouTube hapo, kimaliza interview search Michael Ross bwana, hatari sana. Nafikiri kwa radio lake moja Gen Z hawezi kumjua, ndio tunawapa wamjue. Alikuwa ni mwimbaji mzuri sana Michael Ross. Na nafikiri ni kama amepotea mapema, bado uwezo wake naamini utakuwa ni mkubwa sana. Alikuwa ni level za mtoni tulikuwa tunamuona. So kama utaingia hapo utakuwa umetisha sana. So let's get back. Why ulichora hiyo? Hebu ionyeshe hiyo tattoo hapo ya Ngwea hiyo. Bana, kuna tattoo ya Ngwea hapo nafikiri anaweza kuizoom hapo ya Ngwea. Na hiyo picha kama alikuwa anavua miwani hivi. Why ulimchora siku hiyo Ngwea hapo? Hiyo ulimchora after death? This was after death. The reason
Umeshakutana na mtu anaweza kukupambania katika nyakati zako ngumu. Mheshimu sana. Yeah, definitely. Sisi kuna time kama AM Record tulipitia mapito mengi sana. Ingewezekana tutungisha balizana na hiyo habari ya kitambo sana. But tuliweza kubahatika kukutana na watu ambao walitubeba katika shida zetu. Na Ngwea was one of them. Na watu wanaanza kumuona Ngwea mna roll tu, ni mtu mnakutana kwenye mabata, but back to uza kwa mtu mwingine kabisa. Kuna situations kama hiyo anayokuhadithia, mtu ni nani mwingine ambaye angeweza kukubali mfanye kazi katika mazingira kama haya? Ilikuwa ni ngumu. Lakini kwake yeye aliniambia, Maneke, hapa ilifika studio tukasema twende tukafanye kazi studio nyingine. Yeye alikataa tufanye pale pale. Na kuna vitu vingi, mimi binafsi kuna connections nyingi sana alinipatia. Alikutanisha na watu wengi sana wa maana ambao mpaka leo mimi niko nao na roho nao, wanasaidiana kwenye maisha na vitu vingine. Kwa ni mtu ambaye nina respect naye big time. Yes. MAP Ngwea, bwana, mmoja kati ya watu ambao walifanya makubwa kusema kweli, na bila shaka kabisa walitengeneza historia nzuri ya Bongo Flava yetu na historia kwa Manek pia. Message nyingi sana. Sawa. Anasema anasema, anauliza na kuaje msanii maarufu zaidi kuzidiwa mauzo na msanii asiye maarufu zaidi? Mfano Biggie kushika namba 7 ya mauzo, lakini Tupac hayupo kabisa kwenye top 10, au hizi rekodi ni za kutakachua? Hiyo rekodi sijui umeitoa wapi brother? Nadhani mimi ni na wakubali wote, na mkubali Biggie zaidi, na mkubali Pac pia, lakini nadhani kwamba Pac aliuza zaidi ya Biggie kwa sababu Pac alikuwa na project nyingi sana. Pac alitoa zaidi ya album 10. Almost 10 nadhani. 5 akiwa yuko hai, 5 zilikuja after. Na nakumbuka kwa ujumla Pac ameuza zaidi ya 70 million records, zaidi ya rekodi milioni 70. So nafikiri hiyo rekodi ambayo umeipata hapo sio sahihi. Biggie kulikuwa kuna nafikiri album 3 hivi. Kwa hiyo hiyo rekodi ulipoipata sio sahihi, lakini pia utakisema kinawezekana na tutazungumza siku nyingine. Asante kwa ujumbe wako. Kaka mkubwa, nataka kujua kutoka kwa Manek top 5 ya rappers best kwenye game yetu ya Bongo. Top 5 rappers atawataja. Kwa hiyo kuna top 5 artists na top 5 rappers. Sawa, tutapitia hiyo. Kuvichaka, naomba mrudisha Manek kuhusu Single Boy, Alikiba na Jide. Kweli verse ya Diamond ni kweli ilifutwa? Haya, poa. Tundaman aliwahi kusema kwamba ile Single Boy pale mwanzo wakati inaanza vile vinanda alipiga mama yake Maneke. Ni kweli? Sawa, Single Boy na maswali mengi sana na na Maneke. Sawa, last week kutaka kuizungumzia, leo bwana umekurudisha kwa yetu leo utarudi kuizungumzia. Jabiri, kuna vitu vingine tunasema tunaviacha. So Single Boy nafikiri ni wimbo ambao ulikuwa na controversy nyingi, tunaweza kusema hivyo. Kwa sababu ni ngoma tu labda hawakuzania ili collab ingeweza kutokea. Lakini iliweza kutokea ya JD na Kiba, ikawa ni ngoma kali sana. Kwangu mimi binafsi, kwa ile time mpaka Tunda anasema hivyo. Kumbuka nilikuwa mimi mama yangu amesomea muziki na amefanya. Kwa ile time mimi nilienda kwake. Tulikuwa tunajaribu kuangalia jinsi gani ya arrange. Yeye ni mtu anaweza akasikiliza. Kuna mtu mwingine anaweza akasikiliza muziki lakini asiweze kufanya wewe unachokifanya. So katika ile kumsikilizisha kuna vitu akawa anapiga tukiwa nyumbani. So me what I did, nikaja nikarudi, na mimi sikufanya vitu vikubwa sana. Ukiangalia arrangement ya katika vitu mimi binafsi napenda kuarrange muziki. Nzima flow nzima ya muziki kuarrange kwa napenda. So nikafanya vile ambavyo niliweza kufanya na ikatoka ikawa hivyo. So sio kwamba mother alipiga pale ila ulichukua the idea nikaja nikapiga. But before itoke pia alikuja studio. Alikuja studio na akawa nahisi kwa ni the first time kuja studio kwetu kuangalia kazi zilikuwa zinaendaje, kwa sababu kwa kipindi kikubwa ambacho mimi nilikuwa nafanya muziki, mimi nilikuja nikaa naishi Tandale kwa Mzee Mohamed. So umeelewa? Kwa maisha yangu mengi ya makuzi kwenye muziki niko huko. Kwa kuna vitu vingine wao walikuwa hawavioni kwa karibu. So that's mother's idea. Yeah. All right, sawa.
Basi sawa bwana. Kwa kuwa leo amethibitisha hiyo, anasema ilikuwa ni idea kutoka kwa mother, lakini sio kwamba alipiga hapo hapo. Alright, sawa. Umepata walau the story behind, ingawaje mengine kasema tu ya hifadhi. Kwa hiyo probably it was very controversial. So nitaendelea kupokea hapo nani zako, nitaendelea kupokea maoni yako pia. Sasa nataka tusikilize walau simu 2 ama 3 kuhusiana na kule ambako tulizungumza. Nikasema leo tunakusikiliza. Maneke alishinda producer bora wa mwaka 2012 mbele ya Bob Junior, Manwater, Makochali na Pancho Latino. At the same time, wimbo bora wa mwaka Hakunaga ulishinda mbele ya Dushilele, Alikiba, Nilipe Nisepe, mbele naye Hakunaga yenyewe, Rizwan na Mathematics. Sasa nipigie simu sasa hivi, alafu uniambie kwamba that time Neke Boy kama alivyokuwa anamuita Ongwea alistahili kushinda. Okay, here we go. Sasa nitapokea walau simu 2 ama 3 kama ikibidi. Ngoja tumsikilize wa kwanza. Hello. Okay, imepotea. Tupigie hapa 0744937937, alafu kuna 0697937973. Okay, here we go. Hello. Sawa. Ningependa kama utakuwa unaweza kunipigia hapo sasa hivi, basi fanya hivyo sasa hivi, na namba zetu ni 0744937937. Ngoja nicheck nao. Hello. Hello. Hello, habari? Salamu kwema. Kwema kabisa. Mambo vipi? Jamaa fresh unaongea na Black Apple hapa. Unaongea na nani? Black Apple Emmanuel Kunambi. Black Apple, mambo vipi? Kutoka wapi? Bwana niko kwa Kibada hivi da Kigamboni. Sawa, hebu niambie, Maneke alishinda tuzo bora ya producer bora wa mwaka mbele ya Manwater, Makochali na Pancho Latino wakati huo. Na nyimbo, na wimbo wake ulishinda nyimbo za Dushelele, Nilipe Nisepe, Hakunaga na Rizwan pamoja na Mathematics ya Roma. Alistahili? Alistahili kabisa gati. Kwa nini unadhani alistahili? Hadi alistahili kushinda ile tuzo kwa sababu alipangwa na hivyo vichwa sio mchezo kwa kipindi. Si ndio maana nikasema hapa lakini jamaa alikuwa na tuzo ya. Kwa hiyo unaamini alistahili Alistahili, mimi nampongeza sana. Unampongeza sana, nakusikia bwana. Sasa huyu jamaa bora kusema vitu baridi. Sasa hivi atumsikie? Atumsikia akitoa vitu jikoni. Haya, ili swali tunaliweka atatuambia. Asante sana ndugu yangu bwana. Thanks for calling. Haina noma. Alright, poa. Haya, simu ya kwanza yule jamaa anasema alistahili. Simu ya pili nasubiria hapa 0697937973. Hiyo unaweza kaipiga, na ya kwanza ni 0744937937. Hello. Yes, hello. Mambo vipi? Salama kabisa brother. Mambo vipi Jabir? Poa kabisa. Unaitwa nani, uko wapi brother? Niko Block 41 Dalango Felix. Block 41 kwa Kalapina huko usio? Yeah man. Jina nani umesema? Felix kutoka Block 41. Karibu sana ndani ya The Classic. Shukran. Well, mimi kwanza ni shabiki wa Maneke. Okay. Na kipindi kile zile ngoma za choka ilikuwa kidogo kijana mdogo, sio mkubwa sana hata sasa, lakini ilikuwa zile zama za ukuaji. Ndio yeah. Kwa hivyo ninakumbuka sasa kama zile Hakunaga inatoka. Ndio. Katika zile nyimbo zilizoshindanishwa. Hata sasa baada ya Hakunaga ina impact kubwa kulinganisha na zile ambazo zilikuwa zinashindanishwa na Hakunaga. Okay. Kwa hiyo bado ina impact mpaka leo and that's what we call classic. Wimbo ukiwa na impact kwa miaka yote maana yake ni classic song. Yes sir. Na nakumbuka hata sasa ukiweza kwenda club kupiga ngoma za zamani, watu wanajaribu at least ku reflect hata na style za kucheza za Hakunaga compare to wimbo zingine ambazo zilikuwa zinafanya vizuri kipindi kile katika ile category. Okay. Kwa hiyo so yatosha kusema kwamba Hakunaga ni classic. Yes sir. Okay. Yani hakika na Maneke pokea maua yake. Okay. One of the best producers. Okay. Felix, asante sana, umetoa uchambuzi mzuri sana. Shukran my brother.
Shukrani na kipindi chema mama. Okay, one love. Asante sana. Okay, sawa. Felix anasema ukiangalia impact hakunaga mpaka sasa ina impact ulinganisha na zote ambazo ilishindanishwa wakati ule. Alright. Asante sana. Nakumbuka miongoni mwa vitu ambavyo vinatengeneza classic song ni impact pia. Na walau 60% kwa mujibu wa my brother Dunga ambaye tulizungumza naye siku ya kwanza kwenye the classic alitoa ufafanuzi huo. Okay. Simu ya mwisho kwa leo. Hello? Hello. Habari. Tunafurahi sana amekuwa mwanamke bwana. Habari yako? Salama za kwako? Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi? Naitwa Priska, niko Goba. Priska kutoka Goba. Karibu sana kwenye The Classic. Asante sana. Haya, Maneki alishinda producer bora wa mwaka mbele ya Bob Junior, Manwater, Marco Charlie na marehemu Pancho Latino, na wimbo bora wa mwaka mbele ya Dushelele ya Alikiba, Nilipe Nisepe ya Bele 9, Rizi One ya Izo Business na Mathematics ya Roma. Alistahili? Alistahili kwa 100%. Kwa 100%, Kabisa kabisa. Okay, unaweza kuniambia kwa nini alistahili? Alistahili kwa sababu kipindi kile ndio alifanya mageuzi makubwa sana, yani kwenye ule wimbo wa nani hakunaga. Okay. Kiukweli ukiingia klabu yoyote, sehemu yoyote, ikipigwa hakunaga, watu lazima wapagawe. Kwa hiyo alifanya kazi kubwa sana kwenye ule wimbo, kwa hiyo anastahili. Okay, watu inaonekana enzi hizo na wewe ulikuwa unajiacha sana. Enzi hizo bwana, ndio nilikuwa enzi zangu hizo. Ndio maana umetupa story kwamba klabu zote ukiingia bwana nakumbuka mkoani kwetu uko Mbeya huko bwana. Bwana ulikuwa Mbeya huko. Ikipigwa kunaga. Hatari. Watu tunatemua vumbi. Aisee, umetisha sana. Asante sana Priska kutoka Goba, na nisalimie sana. Asante kwa kutusikiliza na asante kwa simu yako. Shukrani sana. Nashukuru sana, mpe hai sana Maneke. Anakusikia hapa. Asante sana. Okay. Alright, simu ya tatu ni kutoka kwa dada Priska bwana kutoka Goba, na anakiri kwamba anasema kwamba ilikuwa noma sana wakati huo, na yeye alikuwa ni mmoja waliofurahia wimbo huu. So simu zote tatu mzee 100%. Hongera bwana Maneke, watu wanakubali kazi. Wewe mbona kama unakataa? Mimi sikatai. Mimi sikatai. Mimi kazi yangu sikuuliza. Mimi tena nakataje bwana Maneke bwana. Kweli nashukuru kwa comment nzuri. Unajua? Yeah. Sababu tulifanya kitu fulani kizuri ambacho na unapopata feedback kama hizi leo ni miaka mingi imepita. Kwa ni jambo linalotia moyo kwa kweli. Okay, shukran sana. So, bana nafikiri tumeweza kusikia baadhi ya hizo simu ambazo tumezisikia hapo na nini kutoka mtaani hapo. Na wote wamekubaliana kwamba hii ni moja kati ya alikuwa anastahili kushinda alichokishinda Maneke kwenye mwaka huo 2012. Okay, sasa ngoja tudonyoe kidogo, na yes, tunarudi kwenye burudani tena, na miongoni mwa tracks ambazo Maneke pia zilimpa sifa sana ni za kijana mmoja anaitwa Mira. Mira alitengeneza track kadhaa ambazo pia zilikuwa chini ya Maneke, na kusema kweli ziliendeleza ule ubabe wa Mira. Alright, tulimsikia Mira kwenye moja kati ya ngoma na Ngwea. Okay, ngoma ile ya Ngwea Mira alikuwepo mle, na ni moja kati ya wimbo ambao kusema kweli ulifanya vizuri. Sasa walau tusikilize moja wapo pia kati ya kazi ambazo alifanya na Mira walau kidogo, na ataweza kutuelezea what happened kwa Mira ambaye alikuwa anaonekana kwamba very promising, lakini career yake ikawa ni fupi kiaina fulani hivi. I don't know kama sasa hivi hata ana interest ya muziki kiasi hicho, lakini tutaongea na Maneke hapa. Records ya Baby ambayo hii sasa ilipigwa na mdogo wake Maneke, Bob Maneke, na hapa kuna kitu tutazungumza hapa, ngoja baadaye kidogo. Lakini tulikuwa nataka tupige, hebu piga hiyo Black, hiyo Black anasema one and only mpaka sasa hivi akiipiga club watu wanaendelea kuruka nayo. Haijakupotea. So hongera sana Maneke bwana. Ngoma hizi za Mira zilifanya vizuri sana, lakini
career ya Mira ni kama ikawa fupi baada ya hapa? Ni baada ya wewe kupotea ama nini kilitokea kwa Mira? Unajua kila mtu ana mipango yake. Yeah. Hii time wakati nafanya hizi kazi one and only zilikuwa chini ya Muru Junior. Okay. Ndugu yetu mmoja ambaye alikuwa na support sana harakati ya Ngwea na Mira pia. Okay. Na baada hapo walisainiwa lebo ama hakuwa lebo. Walikuwa ni wasanii ambao ni mshikaji, ambao tunafanya pamoja kwa sababu tulikuwa tuna roll muda mwingi pamoja. Kwa kazi nyingi zilikuwa zinazofanyika kwa wepesi zaidi. Okay. Yeah. Na baada ya hapo alichukuliwa, alienda nadhani Endless Fame ya Wema. Ndio tukafanya ile hapo ulipo ambao tumeicheza muda si mrefu. Tumeicheza na katika ngoma huko kuna watu nawaambiaga mimi katokea nimefanya production ya muziki. Nyimbo ambao nililipwa hela nyingi. Ni hapo ulipo. Yes. Ambao ulilipwa na Wema au nani? Yes. Bwana Wema alimwaga kibunda fulani tena unajua ukilipwa kwenye dollars my friend. Acha bwana. Yeah. One song bro. Na kwa sababu Naisi alikuwa anajua movement zangu. Kwa sababu Wema kipindi tuna recording ngoma nyingi sana za Diamond. Alikuwepo pale. Nakumbuka that time nakuta yuko mwingine na vitu viache tu. Ni mtu ambaye alikuwa ana love ya muziki. Okay. Mimi na ngoma nyingi tukirekodi nakumbuka alikuwa yuko studio analala studio chini anafanyaje. Acha bwana. Yes. Ngoma nyingi. Hiyo sasa alikuwa analala kwa ajili ya Diamond ama analala kwa ajili ya Mira? Ya Diamond. Okay. Kwa ni mtu naye pia katika harakati zangu alikuwa ananiona pia nikifanya kazi ya production. Kwa hata alipokuja kuwa kunipa msanii wake na hisi ile kunilipa vizuri ilikuwa ni kwa sababu alijua ni vitu gani nilifanya huko nyuma. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia namuappreciate sana. Alright. So alikuwa anasamini hizo hustle. Yes, big time. Unajua mtu akiweza kuthamini kile unachokifanya, kwa sababu sisi tunapofanya kazi appreciation ni kitu kikubwa sana. Mimi naamini hamna msanii anaweza kanilipa pesa ikanifanya, lakini to appreciate. Kuna mtu anakupa kitu akiappreciate kile unachofanya, kinakuwa kina value kubwa sana. Producers wengi sidhani kama analipwa kitu anachostahili. Lakini mwingine ukiappreciate anaridhika na kesho ukimfuata atafanya kitu bora zaidi ya kile. Yes, mimi wako watu ambao hawajawahi kunilipa lakini nimepiga nao ngoma nyingi hits ambazo hata leo unazisikiza. Lakini kikubwa ni to appreciate too. Yeah. So shout out kwa Wema Sepetu. Alithamini kazi zako, alithamini ubunifu wako pia. Yeah. Kwa hiyo kesi ya kulipana ninaelewa kwa sababu ya kuna story moja ambayo nitaisimulia kidogo hapa. Kwa nini nime appreciate hicho ambacho umekisema wewe kwa ajili ya Wema kukulipa wewe hela nyingi. Marehemu Pancho alikuwa mshikaji wangu sana. Yeah. Sasa wakati fulani kuna mmoja kati ya marapa ambao na wakubali sana, lakini mtu ambaye yuko busy sana anaitwa Prime Number. Ni rapper lakini ana mitikasi yake mingine. Nilimpeleka kwa Pancho nikamwambia Prime, kama unahitaji wimbo mkali wa hip hop na nini, this guy anaweza kukufanyia kazi nzuri sana. Noma sana. Lakini nilimsisitizia nikamwambia kuwa itabidi umlipe, he's my guy, na amekuwa disappointed na vitu vinavyoendelea kwenye game na nini, lakini najua ukiweza kumlipa na nini, kwa sababu najua zile wasanii mara wameondoka na nini vurumai zile. Kwa ngamba hapa there's no way wewe ni mkali, lakini ukienda ukilipa kabisa nani. So jamaa alilipa, nafikiri alilipa track mbili ama moja, alilipa moja alafu nafikiri alikuwa na mpango wa kufanya nyingine. But nakumbuka kwa maneno yake mwenyewe Pancho aliniambia huyu ndio msanii wa kwanza ambaye alinilipa hela nzuri, yani binafsi. Sasa achana na kazi zile za hits na nini, aliniambia hivyo kana baada jamaa amenilipa vizuri. Na kuna mwingine alikuwa anaitwa Chikwaso, somebody alikuwa yupo kwenye kile kundi la Chikwaso, yuko mwingine naye nilipo. Kuna wasanii wawili ambaye huyo ndo alifanya nyimbo mbili nakumbuka. Kwa kuna Prime ambaye alifanya mmoja na kuna mwingine. Siku ambayo ananipigia simu kumkabidhi kazi huyo Prime, ndio siku ambayo anafariki. Alinipigia simu akaniambia brother, naenda Mudia
ila mwambie Prime aje, alihitaji ile siku ni Jumatatu, mwambie Prime aje Jumatatu achukue kazi yake. Baada hiyo simu iliyofuata ilikuwa simu ya Money Central Zone, ananiambia bwana Pancho amefariki. So imagine hiyo story. Yani siku alikuwa amefurahi, akaniambia huyu jamaa amenilipa bwana bro fresh kabisa. Alafu akaniambia mwambie Jumatatu aje achukue wimbo wake. Wakati ananipigia simu ndo anaenda huko. Lakini simu iliyofuata ilikuwa simu ya kifo chake, na ilikuwa very disappointed day, lakini alhamdulillah. So naelewa ulivyoniambia kwamba uli appreciate Wema alofanya. So shout out to Wema Sepetu kwa kuthamini kazi ambayo ulikuwa umeifanya. Of course ni mara chache inatokea. Yeah. Ebane Black, hapa tumezungumza story nyingi sana. Kuna stories za kufurahisha na za majonzi zimeingia. Asa piga wimbo wa kutuchangamsha sasa hivi ambao Maneki ame song kutoka kwa mkali Maneki, na ni kuchekesha hapa. Kuna mtu mmoja amesema huku kwenye YouTube huku, alikuwa anasema anaitwa Hassan Hussein. Bwana Hassan Hussein anasema yani jinsi Hakunaga ilivyokuwa classic, Suma kaacha kabisa mziki, lakini bado jina la Hakunaga nalitumia. Bana usimchokoze mwalimu wangu bana, mwalimu wangu hilo ni jina lake maarufu sana, kwa hiyo so nimecheka sana. Okay, sawa. Ni sahihi kwa sababu si ilikuwa hit song yake. Anasema inafikirisha, sasa ukitaka kujua kama hiyo ngoma wa noma kwamba Suma mpaka leo anatumia jina la Hakunaga. Okay, sawa. Okay, sawa. Unaweza ukaniandikia comment zako. Bana Starehe Gharama mwanangu ilifunika sana. Lakini pia ni ngoma ambayo ilikusanya mastaa. Okay, kama hivyo kuna Kiba humo, Chege, si ndio? Yeah. And the video ilikusanya mastaa wengi sana. Nini kilikuwa behind this track na ikaweza kukusanya kwanza mastaa kwenye kuimba, at the same time mastaa kwenye video? Unajua kuna time wasanii walikuwa wanashirikiana sana. This time. Hii time unakuta wasanii wengi walikuwa wana interaction kubwa. Na kubwa ilikuwa inatokea wapi? Wengi walikuwa wanakutana clubs. Okay. Umeelewa? Ndio maana nilikuwa ile last time nilikwambia mimi ngoma zangu nyingi zilitoka club. Why? Nilikuwa naenda club kujifunza. Yeah. Umeelewa? Kwa hiyo ni rahisi hata mkipata, sababu unajua mko mazingira ya club, muziki, mna vibe. Kwa hiyo ilikuwa ni kiasi cha kutoka club studio na mnapiga ngoma. Yeah, definitely. Yeah. Umeelewa? Na pia kusaidia ushikaji ulikuwa upo. Sababu hata ukiangalia videos nyingi za zamani, unakuta kuna video moja ukichukua unakuta kuna wasanii 10. Wote ni mastaa. Ilikuwa ni love fulani ya kupeana support. Tofauti na siku hizi. Nini kimebadilika Maneki? Zamani walikuwa wanaweza kukaa 10 kwenye video moja. Sasa mimi nahisi hata watu wanavimbiana sana. Yes. Afu ilikuwa ni kila video. Sasa hivi nimeona katikati hapa ni mmoja, sijui ni Mario ndo alifanya video na wasanii wengi. Nafikiri Mario na nani? Na Diamond Okay. Ilikuwa ni kitu kizuri sababu ilikuwa inawaleta watu kuwa pamoja. Na ndio maana uko unasikia ngoma ziko zinatoka nyingi kali. Yeah. Why? Competition ilikuwa ni kubwa, lakini mnakaa mnazungumza. People walikuwa na share some ideas. Hivyo. Okay. Kwa hata unakuta kama hivi unamsikia kuna Chege, mwisho Chege ana fans wake. Kiba yuko Mwanza ana fans, na Kiba alifungua ngoma vizuri. Hakuimba part kubwa, ndogo, lakini na ndio sababu nyimbo ikawa kali zaidi. Kwa hiyo sasa hivi nadhani pia hii hali ya kuwa na team fulani na team fulani fanyina fulani, hiyo nayo pia inaweza kana kuchangia. People are scared of mafanikio. Yes. Yani watu hawataki kuona mwenzao amefanikiwa zaidi labda. Hapa ulikuwa unafanya. Unaona? Watu wanaogopa kuzidiwa mafanikio. Ita mtu anaweza kuwa uko studio nani yupo na ilikuwa iko poa tu. Unafanya kazi yani for love. Yeah. All right. So, ladies and gentlemen, tunajaribu kuziangalia biggest songs ambazo mkali Maneki amezifanya, na wimbo uliopita ni wimbo ambao kusema kweli ulifanya vizuri sana. Sasa huu na ulikuwa mkubwa sana Maneki, na probably ulienda kuchuana na Hakunaga mahadhi na nini, unajua kwa ito fulani hivi.
how una mawe mawili hapo, unayapimaje sasa? Ukipewa Hakunaga huku na huku umepewa Starehe Rama lipi lina uzito zaidi kwenye mikono yako? Hakunaga na this yote na uzito. Yote na uzito. Wao hapa tunaongelea hizo mbili. Jo, kuna nyingine pia itakuja na yenyewe utataka uiweke hapa. Kuamini kwamba yeah. Hii time unajua hamna raha ujifunike mwenyewe. Na ndio mchezo tutakuwa tunaufanya. Yaani tunajishindanisha wenyewe. Kuna ngoma nyingi zilikuwa kutoka ambazo zilikuwa ni kali sana. Inawezekana zilikuwa ni kali kuliko zaidi ya hizi tulizozisikia. Hazikuweza kupata nafasi. Kuna nyimbo ambazo za wasanii wengi wachanga hazikuweza kupata nafasi ambazo ni kali. Kwa hiyo kuna muda mwingine ndio maana kuna swali ukiniuliza, mimi nimeshafanya nyimbo zingine kali zaidi ya hizi, lakini hazikupata hiyo nafasi. Na kwa kidogo nina uzito kwenye kujibu. Okay. Lakini tulifanya muziki mzuri ambao tulitumia akili nyingi, ndio maana hata leo muziki unaendelea na utaendelea kuupenda kwa sababu sawa ya ukifuata. Sawa, wewe ambaye uko YouTube, hebu kwa sababu hapa na kuona unavyoniandikia hapa live na mimi niko live na wewe hapa. Nakupa na wewe chance. Ukipewa Hakunaga na Starehe Rama unaondoka na ipi? Hebu niambieni nyinyi ambao mko YouTube sasa hivi live. Ukipewa Hakunaga, umepewa Hakunaga na Starehe Rama unaondoka na ipi live? Alright, sawa. Black here. M2 na vijana wa mtaa sasa, au sio bwana? Wanetu wa mtaani. Twende na 26 number bwana. Hatuwezi kuongea na Maneke alafu tusitaje hii 26 number. Vijana wakawa inspired sana na Nyandu ana maneno mengi sana kutuambia kuhusiana na wimbo huu na vijana wanaojiita 26 number. Lakini anyways, let's listen to the song and tuone kile ambacho Maneke anatuambia kuhusiana na wimbo huu. Let's go. Muda sio mrefu uliopita na bwana, niseme shukrani kwa wote ambao wanatuma message hapa. Okay. Shout out kwa wote ambao wanasikiliza sasa hivi. Sawa. 26 number ya Nyandu Tozi. Zamani Dogo Hamidu. Hivi kipindi hichi alikuwa bado Dogo Hamidu Ilikuwa shakuwa Nyandu Tozi. Nyandu. Kuna watu ambao waliandika huko kama waliandika kama Dogo Hamidu. Nadhani walikuwa wanaishi kwenye hilo jina, sio? Yeah. Okay. 26 number is the song ambayo haukuwa umetarajiwa. This beat pia ilinishangaza hata mimi. It was one of the hardest. You went hard on this. Wanasema hivi, sio ile Maneke ambayo alikuwa amezoeleka kwamba anapiga nyepesi bongo flavor nyepesi zinazopendwa za club maybe ama girls friendly hivi na nini. It was different kabisa. Nini kilikuwa hapa? Naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mtu ambaye nilijikubali mwenyewe uwezo wangu kwamba naweza kufanya muziki wa aina yoyote. Okay. Chochote kinachokuja, iwe taarabu iwe nini, na nafanya nika perfect vizuri kabisa. Okay. Watu wengi walikuwa hawajanisikia kwenye hip hop. Yeah. Kwa muda mrefu. Yeah. Na hii time kuna tiririko fulani, ngoma fulani za hip hop zilikuwa zinatoka. Yeah. Na AM Record tulizoea sana bongo flavor. So hata siku ambayo Nyandu alikuja studio. Yeah. Haikuchukua muda mrefu hata beat yenyewe kugonga, ilikuwa ni dakika kadhaa ambazo hata yeye kama anakumbuka ilikuwa ni chap sana. Ngoma ikawa imeenda. Sababu tupiga vitu viwele vitatu tayari. Sababu ni muziki nao na ninaupenda. Kwangu ilikuwa ni raha sana kufanya kazi na B.O.B. Mbona na kina Nyandu ilikuwa ni kitu kimoja kikubwa. Baisa ndo kabisa katika favorite wangu mimi ambao wa all time. Blue Yumo. Mr. Blue. Ni Blue Yumo na ambaye aliweza kufanya katika hii ngoma ikawa tena ni kitu kingine kikubwa sana kwangu. So, yeah. The story about Mr. Blue kuinspire kuingia kwenye mziki rasmi ikoje? Because tunazungumzia tukuhusiana na producer lakini kuna namna inasemekana kwamba Blue ndiye ambaye alikushawishi ukaamua kuingia kwenye mziki rasmi, yani kama ambavyo Bwana Masanja anasema alimuona Blue na anaendesha ndinga naye akaona hata mimi na mimi lazima niingie. Na kiukweli tuongee ukweli. Yeah. Kwa time ile vijana wengi ni sawa, leo kuna watu wanamuona Diamond. Yeah. Kuna watu wanakuwa wanamuona Jux. Yeah. Sisi tulikuja kumuona Blue. Baisa. Sasa ukimwangalia Baisa na mimi tuko sawa. Lakini huyu mtu mbona
yuko tofauti, yani kuna gap nyingine ya maisha yeye ameweza amefika na anafanya. Ukisikiliza radio unamsikia Blue. Ukiwa uko shule utamsikia Blue, watu wanamdiscuss Blue. Unaelewa? Kuna kauli moja mzee wangu anapendaga kuniambia siku zote. Ukimwona mtu aliyofanikiwa usichukie mafanikio yake. Sahihi. Jifunze kuangalia unawezaje kutatua shida ya yule mtu aliyofanikiwa. Ukiweza kutatua mambo yake ukaweza kuyatatua, basi wewe utakuwa nayo katika nafasi pia ya kufanikiwa. So unaelewa. Kwa kama fulani anafanya kitu fulani, si ni mwanamuziki ili aweze kutengeneza muziki inabidi aende kwa nani? Kwa producer. Then produce. Kwangu mimi ilikuwa kitu kigumu kwa sababu nimekuwa katika hiyo background ya muziki. Nilikuwa najua vitu vile vitatu, lakini kitu kikubwa nilichokuwa napenda mimi kwa ni electronics. Na vitu nilikuwa naweza ngafanya kutengeneza hizo booster from scratch, kuunda, kudesign, kila kitu, hizo board, kutengeneza board zile zote pale. Ndiko nilipokuwa nikimaliza kufanya anakuja kusikia muziki. Na msikiliza nani? Blue. Okay. Na leo ukisikiliza mapozi zile, ukisikiliza beats unachanganyikiwa. Ndio nikakwambia, yani katika watu ambao nilitamani kumsikia ni Roy, na Roy akaja akanitafuta mimi na akawa mwalimu wangu. So muziki wote ule Blue mpaka leo mimi ni katika mafano wake kubwa sana, Babylon Busy. All right. Yeah. Shout out to Mr. Blue bana. Umeinspire generations. Kwa sababu hata sasa hivi wapo vijana ambao wanamzimia Blue. Na kwa sababu yeye alianza akiwa mdogo, age yake bado sio mtu mzima, kwa wanamkuta kwamba bro fulani ambaye ameshafanya vikubwa sana kwenye game. So shout out to Blue. Much love and respect. Umeinspire wengi sana. Wengi ambao wanakuja kwenye The Classic hapa wanakiri kwamba uliwa inspire kwa namna moja ama nyingine. And bana, pale nilitoa shout out kwa kijana Lukman ambaye leo anatimiza miaka 9. So shout out kwake pia Lukman. Sijasahau, nafikiri mwishoni hivi atapiga happy birthday ya Solid au yoyote ile DJ Black kwa ajili yao. Lakini pia niseme big happy birthday kwa mapacha bwana Shahim na Shahid. Shout out kwa their mother anaitwa Asra Majid. Big shout out kwako and happy birthday kwa your twins. Mwenyezi Mungu awajalie na aweke katika njia iliyonyooka inshallah. So happy birthday. Leo tunafurahia birthday za watu wengi sana kwenye The Classic ambao wako nasi wanatuangalia live. So shout out kwao pia Shahid and Shahim. Much love and respect. Okay, so tumejaribu kupitia some of the best tracks na bado zipo nyingi sana. Nilichogundua tunaweza tukaenda hata episode 4 na Maneki. Kwa hiyo tutamwacha kwanza apumzike afanye mambo yake, alafu akiwa tayari tutapiga episode 3 na anaweza kupiga episode 4 kama Masanja. By the way, your top 5, kuna mtu mmoja alisema anataka kufahamu your top 5 artists ambao ulikuwa una have fun ku work now. Ulikuwa unafurahia yani top 5. Kwa nafurahia. Darasa, okay. Yeah. Mwingine? Wana enjoy sana kufanya kazi. Diamond. So kuna muda hadi unachukia kwa sababu unaweza kukesha siku 2 yani. Diamond lakini kwa kazi kikamilika. Ulisema last week kwamba Diamond alikuwa anakomaa sana na kazi. Yani na ilikuwa ikitoka lakini kwa na enjoy pia kwa sababu tunajaribu kufanya vitu vingi tofauti. Okay. So Diamond number 2, 3. Tunda man. Sasa wewe mweka namba 1 kabisa. Tunda number 1, okay, sawa. Okay, namba 1 kabisa. 4. Number 4 na mtu nikikwambia hapa uzamini Hakim 5. Hakim 5. Okay. Yes. Hakim 5. Sawa. Mwanetu kabisa wa Hakim 5. Aliwahi kuja hapa bahati mbaya sikuwepo live lakini alifanya na Rashid. Kwa hiyo ilikuwa ni one of the best. Yes. Okay, Hakim 5. Number 5. Number 5. Kumbuka. Ngwea. Nimekukumbusha. Okay, sawa. So top 5 ambayo ni hapo Darasa, Diamond, Tundaman, Hakim 5 and Ngwea. Alright, sawa. Mtu mmoja alitaka top 5 rappers. Wapi sasa? Wapi? Top 5 rappers ambao wapo. Huyu bila shaka anataka wa kibongo.
ambao ulifanya nao kazi probably, au top 5 rappers in general? In general. Mi namba 1 nampiga Ngwea. Ngwea kama kawa, okay. Yes. Nitakwambia Country Boy. Country Boy. Yes. Okay. Before Country pale mweke Nura kwanza, Baba Styles. Nura. Mweke Darasa. Darasa one more time. Yeah. And number 5? Number 5. Hapo napenda sana flows za Jinako. Jinako Wara Wara. Okay, sawa bana. At number 5 Jinako Wara Wara. Sawa. Baadhi ya vitu ambavyo tumevitazama hapo amevigusia Manek, ni tuliangalia mambo mengi. Tumeangalia tunzo yake ambayo tumekubaliana kwamba alistahili. Tumeangalia masuala ya mfumo, tumeangalia vitu vingi hapo katikati. Mfumo. So, Manek, nini kilikufanya ukaamua ku back down, yani ukaamua taratibu, yani unajitoa yani kwenye mpaka ukawa umepotea kabisa, yani ulijifedi kama unafedi mziki hivi? Kikubwa ni muda pia. Kwangu mimi niliona ni wakati sahihi wa kupisha watu wengine wafanye. Kwa sababu nilimpa nafasi Bob Manek kuja na kumsikia na anafanya vizuri. Pia maisha yanaenda yanabadilika. Kuna yanabadilika, so kuna time unajaribu kuangalia opportunities zingine ambazo zinaweza zikafanya maisha endelee kwenda mbele, kwa sababu muziki pekee yake unachukua muda mwingi sana. Kwa kila siku katika masaa 24 muziki unaweza ukachukua hata masaa 18 17 kwa siku. I see. So kwa kwangu mimi ilikuwa ni maamuzi mazuri ambayo nilifanya. Na siwezi kusema ati nimekaa, hapana, sababu kuna time naingia studio nafanya kazi tu vizuri na watu ambao naiva nao kufanya kazi nafanya. Okay. Just for love tunafanya. Yes. Okay, sawa. Kama ambavyo tumemsikia hapa Manek anasema kwamba alihisi time sasa akasema ilikuwa ni wakati ambapo anahisi kwamba pia muachie Bob Manek. Sasa kuna kitu naweza kukwambia hapo. Mimi na time studio nilikuwa na mtu anaitwa Wida. Okay. Wida ambaye alifanya nyumba Mario ya uchungu. AM Records pale. Nina Bob, nina Gadgat. Unaelewa? Kuna time uko ukifika wewe ukija studio asubuhi unakutana na magonga ngoma 5. Na zote kali. Okay. Beats, yani ulikuwa ukija sasa badala wewe ufanye, wewe unakuwa msikilizaji. So nikaona hebu kuwapa time pia watu wengine waweze kufanya vitu. Yes. Okay. Safi. Bob Manek sasa kinachotokea hapa, watu wanachanganya baina ya Manek na Bob Manek. Nafahamu kwamba your younger brother amejiita Bob Manek kuitofautisha Meka Bob, lakini watu wanachanganya kinoma, na vile anavyokata upara na wewe na kipara chako kipara kifo. Yani watu wanachanganya, yani wanachanganya sana. Sana. Wako kuna mwingine anaweza kaongea mimi na kwa najua kabisa huyu anajua anaongea na Bob. Lakini unaongelea bila baadaye unamwambia bwana mimi si Bob, mimi ni kakake. Nimeona kuna mtu mmoja alikuwa anasema wakati Bob Manek alizungumza kitu nafikiri kuhusiana na Estokizi. Watu wakasema Manek amtetea Estokizi wakati kumbe ni Bob Manek. Uliona hiyo? Niliona. Yani watu walizungumza na Bob Manek lakini kichwa cha habari kinaonyesha Manek. Niliona hata kuna nani nyingine ilibidi niwapigie. Kuna issue fulani Bob aliongea wakanitag mimi na heading yake, sasa nikabidi niwacheck niwaambie amekosea kitu fulani alafu sio vizuri. Yani ilikuwa sio poa, yani hawakuandika vizuri. Waliharibu kwa familia ni Manek. Yani hawakuandika vizuri. Ilibidi niwatafute na ukawa ushirikiano, nikatafuta management pia. Okay, na nikamwambia tu jamani, tueni kitu ambacho mmepost. Okay, pole sana. Jamani, Manek wa zamani sio sasa hivi. Manek ni mtu mzima bwana. Zamani mwanangu nikupe story black mwanangu. Mwanangu kuna piece moja hiyo ilikuwa naizimia kinoma. Yani hiyo piece ilikuwa naizimia kinoma. Kila nikiulizana na baba na chombo ya Manek hiyo rafiki wangu, afu sasa Manek nendo
ana mangoma ana ile starehe gharama wakati huo. Nikasema hii piece haiwezi nielewa, yani hata nifanyeje yani. Piece kila nikiisemesha unaamua, lakini akili ipo kwa Maneki. Hiyo ilikuwa zamani jamani. Maneki ana familia. Basi bana ikabidi nile kwa macho. Lakini piece ilikuwa kali. Maneki bwana. Sawa. Bwana Maneki ukipata muda, yes, tutapiga part 3 wala usijali. Bado hatujamaliza, tuna mambo mengi. Mimi nitakuacha ukipata muda, najua una pirika nyingi. Yes. Ukipata muda tutapiga part 3 bana. Hatujamaliza story, si ndio? Kabisa, story nyingi. Sawa, tunaanza tu kwenye mida ya lawama one more time. Tunaenda tena mida ya lawama. Kwa leo tena? Yaani hata ukija part 3 na 4 mida ya lawama bado ipo. All right? Sawa, uko tayari Maneki? Ready. Okay, mida ya lawama part 2 na Maneki. Bele 9 au Makamua? Makamua. Yes. Okay. Asante. Makamua ama QJ? QJ. Asante sana. Bele 9 ama Juma Jux? Jux. All right. Producers, Naril au Pancho Latino, rest in peace. Amestaki. Muda wangu unakimbia Maneki. Muda wangu unakimbia Maneki. Let's go. I'll give it to Pancho. Pancho Latino, rest in peace. Cue the Dawn au Naril? Let's go Maneki. Muda wangu unakimbia. Ananimalizia muda wajibu. Naril. Okay, Cue the Dawn, Naril. Cue the Dawn au Mako Charlie? Mako. All right. Mika Mwamba au Majani? All right. Mika Mwamba au Master J? Master J. All right. Bizman ama Enrico? Bizman. Vinanda hivyo eh? All right, sawa. Bonnie Love ama Mika Mwamba? Bonnie Love. Bob Maneke, mdogo wako? Yes. Au Ace Tukizi? I'll give it to Bob. Okay, Bob yes. Maneke. AY ama FA? Hujasikia? AY. Sinani lakini. Yes, AY ama FA. FA umefanya naye kazi najua. Okay, tutairudia tutaicheza kwenye part 3 yetu. Let's go Maneke. AY. Yes. Okay. Let's go kwenye beats. Ipi ni beat anthem. Okay. You know what I mean? Anthem. Wimbo wa taifa kabisa yani. Between the two. Okay. Move. Ludacris. Okay. Au Hate Me Now. Ya Nas. Move, babe. You can hate me now. But I want Move. Yes. Dun. Yes. Dun. All right. Roy, rest in peace. Yes. Au KGT? Roy, bro. All right. Ya mwisho kabisa kwa leo. Lamar ama Mr. T Touches? Lamar. Asante sana. Blacky, piga hiyo happy birthday kwa ajili ya kijana Lukman na Shahim and Shahid. Shout out to everybody. Maneke, asante sana for your time. Shukran sana. Nashukuru sana, nimefurahi sana. We'll be having episode 3 takapopata wasaa tena. Na big happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Asante sana kwa waliotazama YouTube na TVE pia. Shout out kwa Nelson Lau for sure na Chiba Pesa.